Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia Simba Sport Club kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Moja kati ya taarifa kubwa kweli inaelezwa kwamba ndani kabisa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba leo hii wameweza kuthibitisha juu ya usajili wao mkubwa ambao umekwenda kufanyika ndani ya kikosi chao. Unafahamu ya kwamba haya ni maingizo ambayo klabu ya soka ya Simba wanaendelea kuweza kuyafanya kwa ajili ya kuweza kuongeza nguvu kunako katika kikosi chao. Unafahamu ya kwamba Simba wanahakikisha kwamba wanarudi kwa kishindo kabisa katika mashindano ya kimataifa na kutetea makombe mengine. Sasa leo hii wamekwenda kumtambulisha nyota mpya ambaye nyota huyo ameweza kufunguka yeye mwenyewe na kuthibitisha juu ya kuweza kusajiliwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Ni nani huyo? Utakwenda kujua hapa, wasifu wake, dili lake limefanyika vipi ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, na imekuwaje urahisi wa wao Simba kuweza kumpata kwenye kikosi hicho. Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyajua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni mnyama Simba Sport Club kwa kile ambacho kinachoendelea. Bwana, unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club kwa sasa imebakiza taji moja tu mkononi, wakiendelea kuweza kulifukuzia kwa hudi na uvumba kuhakikisha kwamba linabakia kwenye mikono yao mara baada ya kuweza kupoteza mataji yote ambao walikuwa wakiweza kushiriki. Unafahamu ya kwamba umekuwa ni msimu ambao Simba wameonyesha wana kitu cha kufanya, lakini bahati mbaya bahati haikuwa kwa upande wao. Sasa nyota ambaye aliweza kuwaondosha kwenye kombe la CRDB Federation Cup, nazungumzia Jonathan Soai, miongoni mwa nyota ambao waliweza kuwafunga Simba katika mchezo huo wa nusu fainali na kukosa fainali hiyo. Sasa ni rasmi ya kwamba klabu ya soka ya Simba Sport Club wameweza kupata saini ya nyota. Hapa nazungumzia Jonathan Soai ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Singida Black Stars. Unafahamu ya kwamba Jonathan Soai alitua Tanzania kwenye klabu ya Singida Black Stars, lakini usajili huo ukatiwa mikono na klabu ya soka ya wananchi Young Africans, ambapo ilielezwa kwamba nyota yule aliweza kushawishiwa kunako msimu ujao aende akatue kwenye kikosi cha klabu ya Young Africans, na kila mmoja alifahamu hicho kutokana na ukaribu ambao ulikuwepo kati ya Jonathan Soai na rais wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Sasa kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, inaelezwa kwamba kama vile ambavyo klabu ya Simba ilipindua meza kwa Yusufu Kagoma kumchukua kutoka katika mikono ya klabu ya soka ya Young Africans, sasa ndivyo hivyo unaelezwa kwamba wamefanya ubaya ubwela kwa Jonathan Soai. Taarifa inaelezwa kwamba kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya Jonathan Soai, unafahamu ya kwamba namba ambazo iko nazo Jonathan Soai hazidanganyi bana. Yule Jonathan Soai ni ingizo muhimu sana kwa Singida Black Stars katika kipindi cha dirisha dogo lililopita, kutokana na kasi yake ya kufumania nyavu, akimfunika hadi striker aliyemkuta ambaye alikuwa ni Elvis Lupia. Namba zidanganyi bana, kwani Soai katika mechi ambazo amecheza 11 ameshafunga mabao 11 na tayari amehusika katika kuiondosha klabu ya Simba katika michuano ya CRDB Federation Cup. Ana wastani wa bao moja katika kila mchezo wa ligi kuu bara, na kupinga hata hizo takwimu itakuwa ni vichekesho. Na kinachombeba zaidi mgana yule ni kwamba amekuwa ni mpigaji mzuri wa penati kama Lionel Ateba wa Simba. Hivyo tuta itakapotokea wala ajichauri, ngoma inaangukia kwa Soai. Siku moja ambapo tumeshuhudia Simba ikiondoshwa, na hapa nazungumzia Singida Black Stars,
Tetesi ni kwamba wale jamaa wa Kariakoo katika hapa nazungumzia wanamiliki wanaambiwa, inaelezwa kwamba wenyewe wanataka kuweza kummiliki kimya kimya mchezaji huyo wa zamani wa Medeama na pale Singida Black Stars, kwa kuweka kama aangaliwe kama moja kati ya vitu ambavyo ni vya muhimu kwa msimu ujao. Ili sio suala la kushangaza, maana klabu ya Simba na Singida Black Stars wamewahi kufanya biashara. Ni klabu rafiki, ndio maana siku zote unaweza kukuta ikawa ni rahisi kama vile Yusuf Kagoma kutoka pale na kuelekea pale katika kikosi cha klabu ya Simba. Japo kuwa si rahisi, inaeleza kwamba mapesa pengine ambayo yanakwenda kumwaga na engineer na hapa nazungumzia rais wa heshima Mo Dewji, ndiyo yatakayokwenda kumngoa Jonathan Soai ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Singida Black Stars. Na inaelezwa kwamba tajiri Mo Dewji amezamilia kwamba kunako msimu ujao, ambao ndio msimu ambao unakwenda kuanza hivi karibuni, inaelezwa tayari anahitaji kuweza kupata wachezaji wenye daraja la juu kabisa. Unaona bana, kwa kile ambacho kimeweza kuelezwa ya kwamba wanahitaji kuweza kupata wachezaji ambao wenye uzoefu wa kutosha kabisa katika mashindano kama haya. Kila mmoja anachosubiri kwa sasa ni kuweza kuona kile ambacho kinatajwa huku. Mpaka sasa Simba Sport Club wamepoteza ngao ya jamii, wakapoteza CAF Confederation Cup, wamepoteza CRDB Federation Cup, wamepoteza ngao ya jamii kwa upande wa wanawake, ligi kuu ya wanawake wamepoteza, Samia Cup ya wanawake wamepoteza. Kombe pekee lililosalia mezani ni NBC ambalo ni kombe la ligi. Lakini kwa kile ambacho kinachoendelea, pengine matumaini watu wanajua kwamba Simba Sport Club huenda Yanga kukubali kuleta timu, lakini kwa taarifa ambayo imeweza kuripotiwa kwa siku hii ya leo ni kwamba uongozi wa Young Africans kupitia kwa mjumbe wa kamati ya utendaji Alex Ngai amesisitiza kuwa msimamo wao juu ya dabi uko pale pale, hawatocheza dabi hiyo iliyopangwa tarehe nyingine ya Juni 15. Ngai amesisitiza wanachama na mashabiki wa klabu hiyo kutowageuka na kusimamia msimamo mmoja kama walivyokubaliana. Aiza Alex Ngai amekemea vitendo ambavyo vinavyoendelea vya kiungwana vya kupigwa kwa mashabiki wa klabu ya soka ya hapa nazungumzia klabu ya Young Africans. Unaona bana, kile kilichoweza kutokea hivi karibuni. Lakini katika taarifa ambayo imeweza kupostiwa na hapa nazungumzia Mauridi Kitenge, inasema ya kwamba Yanga kumenyana na Rayon Sport Juni 15, ambapo klabu ya Yanga ya Tanzania inatarajia kucheza mechi ya kimataifa ya kirafiki dhidi ya Rayon Sport Juni 15, 2025. Mchezo huo ukiwa unalenga kujenga uhusiano mzuri na klabu hiyo. Mchezo huo utachezwa mjini Kigali, Rwanda. Kukubali mwaliko huo kwa Yanga kunathibitisha dhamira yao ya kukataa kucheza mechi dhidi ya watani wao Simba Sport Club, mechi iliyoahirishwa Machi 8, 2020.